Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu wa ukumbi, hili swala la abasa wa tawalla tumewahi kulizungumza sana, na sijui kwa nini watu hawatosheki kwamba Shia wanaamini kwamba aliyekunja uso. Kuna rai nyingi ambazo zimetumiwa katika ulimwengu wa elimu, na hivyo vitabu vya Kishia vinavyonukuliwa ni vitabu ambavyo vimenukuu riwaya kadhaa ambazo zimo katika vitabu vya Ahlusunna wal Jamaa kwa ajili ya amanatul ilmiya, kuweka amana ya kielimu kwamba hizi ni riwaya ambazo zimezungumza juu ya swala hili. Lakini maulama wa Kishia hawajakata shauri kwamba aliyekunja uso ni Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama, kwa sababu riwaya zozote zile ambazo ziko kinyume na Qur'ani al-Karim au riwaya zozote zile ambazo zinamfanya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama au ahlul bait alayhimus salam waonekane kwamba walikuwa na tabia mbaya, riwaya hizo haziwezi kuaminiwa katika mlango wa aqida kwa mujibu wa vitabu vya Kishia. Sheikh wangu Sheikh Abu Muhammad umewahi kugusia swala hili kwamba Shia hawachukui riwaya dhaifu wala riwaya yenye ukakasi katika kuthibitisha aqida zao, lakini kwa sababu tumesema kwamba watu tunaongea nao ni watu ambao wako chini ya mustawa, hawawezi kufahamu yale ambayo umeyasema na hawataweza kunifahamu mimi haya ninayosema pia. Kwa hivyo ninachokiomba ni kwamba hata wewe ukileta vitabu 1000 vya Kishia vinavyozungumza kwamba Mtume alikunja uso, Mashia wanaamini kukunja uso kwa Mtume ni kinyume na isma na si tabia nzuri, kwa sababu Mwenyezi Mungu amesema katika Qur'ani, wa innaka la'ala khulqin adhim, hakika yako wewe Mtume Muhammad uko katika tabia zilizotukuka. Sasa wewe unaweza kumkunjia uso baba yako, unaweza kumkunjia uso mtoto wako, unaweza kumkunjia uso rafiki yako. Hizi ni tabia mbaya, kwa Mtume haiwezekani. Na ndiyo azma ya maulama wa Kishia, hurawi riwaya kadhaa, lakini kuna usuli din na usuli al-i'tiqad, kuna sheria zake katika ushia, kwamba huwezi kuja na riwaya yoyote ukaithibitisha katika akida halafu kwa sababu tu umeirawi katika kitabu chako ndio ikawa ni sehemu ya imani ya Kishia. Hili ndio kosa ambalo nyinyi wengi mnalifanya. Mnakwenda katika vitabu vya Kishia, mnachukua riwaya mnaitupa ukumbini. Shia unaamini hivi? Hapana shekhe. Kama ni katika usuli dini, kwa mfano tauhid au adli ilahi au imama au kuamini siku ya kiyama au kuamini nubuwa, swala lote la i'tiqadi Qur'ani, swala lote la kiitikadi, ikiwa hadithi ni dhaifu, ikiwa hadithi ina utata, haliwezi kuwa ni dalili katika dhehebu la Kishia. Yaweza ikawa ni dalili kwa huyo mtu mwenyewe individual, ala surati munfarid mwenyewe, kama anaiamini hiyo riwaya yeye mwenyewe, lakini haiwezi kubebeshwa jumhuri ya Kishia akida hiyo. Sijui kwa nini hawataki kuelewa swala hili. Kwa hivyo kuja kwenu nyinyi nyote, sitaki kuwataja majina yenu ili mpate kiki, maana wengi wenu mkitajwa mnakuwa mnapata kiki na mnakuwa mnatagi audio zangu kwa sababu eti nimewataja majina yenu. Kwa hivyo sitawataja majina yenu, lakini muelewe tu kwamba swala hili ni swala ambalo limejengeka kwenye riwaya ambayo si sahihi, riwaya ambayo iko kinyume. Kwa hivyo isichukuliwe kwamba kwa mujibu wa riwaya sijui tumeiona katika kitabu fulani, tumeiona katika tafsiri fulani. Angalia, hilo swala ni swala za akida. Ikiwa ni swala la akida, jumhuri ya maulama inabidi walithibitishe kwamba katika akida yetu sisi ni kweli ni Mtume. Sasa nyinyi katika tafsiri zenu, kwa sababu mmesema ni Mtume, na katika akida zenu kwamba kila kilichoandikwa katika tafsiri zenu au katika vitabu vyenu inakuwa ni sahihi. Kwa hivyo nyinyi endeleeni kuamini kwamba alikunja uso ni Mtume, hakuna ugomvi kwetu sisi, lakini msitubebeshe sisi akida ambazo jumhuri ya maulama wa Kishia hawaziamini. Sasa kuandika kwa mtu katika kitabu, anaweza kaziandika riwaya kisha akaweka msimamo wake. Kwa mfano hata imamu wenu Al-Alusi katika
katika tafsiri yake ya Ruhul Maani ameweka riwaya kadhaa katika riwaya hiyo juu ya abasa watawalla, kisha yeye mwenyewe akaeleza msimamo wake. Naona wazi wazi akaeleza msimamo wake kwamba hayo haiwezekani kutokea kwa mtume. Akasema wadhamiri abasa wa ma ba'dahu linnabii sallallahu alayhi wa alihi wasallama wa fi at-ta'biri anhu alayhi salatu wassalam bidhamiri al-ghaiba ijlalan lahu sallallahu alayhi wa alihi wasallama liihamu anna man sadara anhu dhalika ghayruhu liannahu la yasduru anhu sallallahu alayhi wasallama mithlahu. Naam, asema wazi wazi kwamba kwa sababu taabiri yenyewe imekuja kwa ghaiba. Kwa sababu gani? Asema ijlala linnabii, kwa sababu ya kumtukuza mtume. Liiham, kuonesha kwamba anna man sadara anhu dhalik, yale yaliyotokea kwa mtu huyo hapo ghayruhu, si mtume mwenyewe. Liannahu, kwa sababu la yasduru anhu sallallahu alayhi wasallama la yasduru anhu sallallahu alayhi wa sallama mithlahu, haitokei kwake mtume kufanya hayo. Nitaweka kitabu hichi cha tafsiri ya Ruhul Maani juzuu ya 30 ukurasa wa 39. Kwa hiyo haya ni maneno ya maimamu wenu pia, si kwamba Shia ndio waliosema peke yao. Na laiti ningetaka ningeweka vitabu zaidi ya 7 vya Ahli Sunna wal Jamaa vyenye maoni kama yaliyotolewa na Shia au yaliyotolewa na maulama wa Kishia. Kuna tafsiri kadhaa za Kishia zilizosema wazi wazi kwamba aliyefanya hayo ni mtu mwingine, si mtume, na nitaweka hapo kumbini kwa ajili ya mchango wangu tu wa bure. Kwa hivyo anayetaka kupata elimu wacha anufaike, anayetaka kupambana aendelee na kupambana. Tulisha kuwapuuza zamani wapambanaji, tunataka watu ambao wamekuwa katika ukumbi huu kwa ajili ya elimu. Ama tafsiri za Kishia zilizosema wazi kwamba aliyefanya hayo si mtume, mbona ni nyingi tu. Na kwa mfano tafsiri nyingi ukizisoma za Kishia zinasema kwamba hii aya imeshuka kwa sahaba Uthman bin Affan. Bila kutafuna maneno, tafsiri zetu zinazungumza hivyo, lakini kwa sababu nimemtaja Uthman bin Affan, itakuja bango hapa la kutukana masahaba. Waliposema kwamba ni mtume aliyesema hivyo, hakuna msuni atakayesema kwamba anatukanwa mtume, bali hapo mtume kwa wao anasifiwa. Kwa hivyo tafsiri za Ahlul Bait alayhimus salam na tafsiri nyingi zilizoandikwa na maulama wa Kishia mu'tabara wamesema aliyekunja uso ni yule aliyekuwepo ambaye alikuwa ni Uthman bin Affan. Hakutaka kumuona mtume, anamshughulikia Abdullah bin Ummi Maktum, akawaacha wale wakubwa wa Kikureishi, matajiri na watu muhimu. Sasa najua sababu kusema hivi watatokezea watu wenye wanyanyua lile bango lao la kawaida la kutukana maswahaba. Maswahaba anatukanwa we, sahaba anatukanwa we, Uthman bin Affan anatukanwa we, Uthman bin Affan anatukanwa. Mtu huyo alipotajwa mtume hakusema kwamba mtume anatukanwa, wala hataki kukubali kwamba mtume hana tabia hizo, bali anamshadidia bwana mtume kwamba anaweza kufanya hivyo. Na ama tafsiri nyingi za Kishia, kwa mfano tafsiri ya Tibyan lil-Allama Atusi, iangalieni tafsiri ya At-Tibyan. Mimi nazungumza haya kwa watu waliotaka kuja kusoma hapa, naona wanaotaka elimu hapa, waende wakapekue anasema nini Allama Atusi kwenye tafsiri yake ya At-Tibyan, au kwenye tafsiri ya Majma'ul Bayan ya Allama At-Tabarasi, muangalieni amesema nini katika tafsiri yake. Au muangalieni kwenye tafsiri ya Al-Burhan Sayyid al-Bahrani amesema nini kwenye tafsiri yake. Au angalieni tafsiri inayoitwa Nuru Thaqalain lil-Huwaizi, naona ya Allama al-Huwaizi, angalieni amesema nini, naona. Au angalieni kitabu kinachoitwa Tanzihil Anbiya ta Sayyid al-Murtada, ambacho ni kitabu kimeandikwa zaidi ya miaka 1000 iliyopita. Natoa masadiri hizi, nataja vitabu hivi kwa watu wenye akili timamu na kwa watu ambao wako ukumbini kwa ajili ya elimu. Kwa hivyo Mashia tangu miaka hiyo wamestadili kwa riwayati za Ahlul Bait alayhimus salam kwa ajili ya masuala mengi, likiwemo suala la kukunja uso, naona kwa mtu aliyetajwa katika surati Abasa. Na wakasema kwamba mtume kwa sababu ni maasum na kwamba yeye ni mwenye akhlaki kubwa zaidi, naona kuliko sote, ndiye mwalimu wa akhlaq. Nakasema bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq, naona nimetumwa na Mwenyezi Mungu kuja kutimiza akhlaki nzuri, kuja kuzifundisha akhlaki nzuri. Naam, mara tunaambiwa kumkunjia uso kipofu ambaye ni maskini ya Mungu na mkunjia uso unamdharau. Wakasema katika tafsiri hizo Mwenyezi Mungu amesema mwambia mtume wa innaka la ala khulqin adhim, kama ilivyo katika surati Al-Qalam
aya ya 4, hakika yako wewe Muhammad umejengeka kwa tabia zilizotukuka. Kwa hivyo vipi aje yamsifu kwa sura nyingine abasa watawalla, yastakhifu wa yastahinu bilmu'min, anamdhalilisha mu'min alfaqiri maskini kwa sababu tu kwamba yeye ni kipofu. Huko anamsifu wa innaka la'ala khuluqil adhim, huko anamsifu abasa watawalla. Sasa utata huu utauacha kwenu nyinyi tu, lakini utata huu sisi tumeshaumaliza. Pia Qur'ani inamsifu mtume kwa kusema fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalb lanfaddu min hawlik fa'fu anhum. Ali Imran, sura Ali Imran aya ya 159. Sasa hizi dhamiri al-mufrad al-mukhatab kama zilizokuja katika sura nyingi tu za Qur'an al-Karim zinakusudiwa mtu mwingine, sio mtume. Sio kila dhamiri ambayo ni mufrad inakusudiwa mtume, ambayo ni mukhatab inakusudiwa mtume. Hapana shekhe. Na kama ilivyo katika surati al-Qiyama, na neno lenyewe abasa limetumika kwa ni sifa ya makafiri au sifa mbaya itakayotokezea watu siku ya kiyama kwa mtume. Thumma abasa wa basara. Unaona abasa wa basara ni nani huyu? Ni ule kafiri mkubwa wa Maka kama sikosei Walid al-Mughira au mwingine al-Makhzumi. Thumma abasa wa basara wastakbara. Unaona neno abasa limetumika kwa huyu, au yauma abusan kamtarira. Unaona siku ambayo abusa ya watu kukunja uso. Sasa sifa hizi zikitumika katika Qur'ani hazitumiki hivi hivi tu, zinakusudiwa. Mwenyezi Mungu anapotumia maneno anatumia kwa kusudia kwa elimu yake ambayo inatangulia matukio yote. Na angalieni inasema suratul Qiyama fala saddaqa wala salla, wewe utakuwa mtume walakin kadhaba wa tawalla, na ndiye mtume. Thumma dhahaba ila ahli yatamatta, aula laka fa aula thumma aula laka fa aula, kama ilivyo katika surati al-Qiyama aya 31 na 35. Naam ndugu waislamu, ama masadiri za Ahlusunna wal Jamaa zilizo thibitisha na kuzikataa riwaya hizi ambazo zimemtuhumu mtume kukunja uso, mbona ni nyingi tu. Tatizo ni kwamba watu wengi hawakwenda madrasa, walikwenda madrasa kupambana, kushindana, kusoma fani ya mabishano. Kwa mfano ukisoma katika Fathul Qadir juzu ya 5 kurasa wa 386, qala Ibn Kathir, anasema Ibn Kathir riwaya hii ya kusema mtume ndiye aliyekunja uso fihi gharabatun wakad takallama ulama fi isnadihi, maulama wamezungumza uoza wa sanadi yake. Anakuja mtu hapa tukamwambia ndugu yangu Abu Muhammadi, utaona viroja vingi katika ukumbi huu. Naam, ama katika Sunan Tirmidhi katika mlango wa tafsiri, nadhani juzuu ya kwanza ukurasa wa 432, amesema Allama Abu Isa at-Tirmidhi, hadha hadithun gharibun, hadithi ni gharib bwana, lakini hadithi dhaifu, gharibu, nataka kujengea itikadi yako ya Kiislamu. Na rai Alusi tumeiona katika kitabu chake cha Ruhul Maani juzu ya 30 ukurasa wa 38, alipozungumzia kauli ya Qurtubi, dhihabi ila anna Abdullah bin Maktum madani wa lam yajtami' bis sanadid al mazkurina fi tilka riwayat min ahli Makkah. Qurtubi anadhani kwamba hata huyu Maktum ni katika Ansar, hakuwahi hata kukusanyika. Na unaona utata uliopo ni huo, pamoja na kwamba labda Qurtubi alikuwa anakosea akisema hayo, kwa sababu imethibiti kwamba Maktum alikuwa ni mtu wa Makka. Naam, hadha ma anna asanidaha ghairi tamma wala takhlu min ta'an, pamoja na kwamba sanadi za riwaya hii si sahihi na haziwezi kuruka vihunzi vya kutuhumiwa riwaya hii. Hayo ni maneno ya Imam Qurtubi. Hatujui kwa nini wanangangania. Kuna watu wenye vinganganizi kama Sheikh wangu Sheikh Duni anavyosema. Naam, kwa hivyo tunawaambia wale ambao ni vinganganizi na ambao hawako hapa kwa ajili ya elimu, wajue kwamba huu ni ukumbi ambao unakaribisha elimu, haukaribishi kungangania matango pori kwa hoja kwamba vitabu vimesema hivi, vitabu vimesema hivi. Tunaviangalia kwa mtazamo wa Qur'an al-Karim. Wa dhakara Qurtubi fi ahkam al-Qur'an, Imam Qurtubi tena ametaja katika ahkam al-Qur'an juzu ya 19 ukurasa 213, qala ulamauna, wamesema malama wetu, ma fa'alahu ibn Maktum kana min su'i al-adab, aliofanya Maktum ilikuwa ni tabia mbaya. Lau kana alima bi anna an-nabi mashghul bi ghairihi, kama angejua kwamba mtume ameshughulika na watu wengine, wa annahu yarju islamahum, na kwamba yeye alikuwa akitegemea uislamu wa wale makafiri. Walakin Allah tabaraka taala atabahu hatta la tankasiru qulub ahli sufa, lakini Mwenyezi Mungu alimfanyia itabu mtume hata usivunjike moyo wa watu ashabu sufa. Huyo ameitwa kwa ashabu sufa kwamba alikuwa kikaa msikitini, hawana pa kukaa watu madhaifu hawa. Wanakala anna wa
ونقل إن ابن أم مكتوم دافع قائده لما أراد أن يكفه عن مشاغلة النبي، أي فهو ينقل أن طرقا ثالثة كان من مسرح الواقع. unaona huo ndio utata ambao tumezungumza kwamba kunatolewa option mbali na maulama wenu, pamoja na kukiri wote kwamba sanadi ya riwaya hii ni sanadi ambayo ina utata, na haya ndio yale yanawashiriwa na riwaya za Ahlul Bait alayhimus salam kwamba aliyesema hayo ni Uthmani bin Affan. Naam, aliyefanya hayo ni Uthman bin Affan na si mtume. Kwa hivyo riwaya hizi ni nyingi. Naam, nadhani tutataja baadhi ya riwaya hizo kidogo tu kueleza namna gani zimezungumza juu ya tafsiri hii. Naam, nadhani si vyema kurefusha mdahalo huu, lakini ninajua kwamba nikiweka audio hizi watatokezea tu wale watu ambao ni wapambanaji, hawatazijadili hizo hoja ambazo nimeweka, watakuja na vitu vingine vipya. Alai hal wajifundishe kidogo kusoma zile namna maulama wa Shia wanavyofasiri na wanavyochukulia mambo. Sio kila kilichomo katika vitabu kinachukuliwa kinatupwa tu ukumbini. Mambo hiyo ndio akida kishia bwana. Tumetoa katika vitabu vyenu bwana. Yani hii ni wenda wazimu peke yao wanafikiria kwamba kila kilichomo katika kitabu. Muulize mtu, je, unaamini hichi kwa sababu umekiona kwenye kitabu chako? Alikwambia haamini, potelea mbali, ndio haamini, sio utamlazimishaje mtu? Na nyinyi tutakuulizeni haya tunayoyasema, kama kweli hamuamini kataa kwamba hatuamini, imeisha. Na ndio ustaarabu. Sasa utamkuta mtu anangangania kweli wewe umekuja kwa ajili ya elimu mwendani au umekuja kwa ajili ya kitu kingine, kutafuta kiki au pengine kujifanya kwamba unajua kumbe hujui. Sasa ni matatizo yenyewe ni hayo. Inshallah nitaweka tafsiri moja tu ya Kishia, ni kuonesha namna gani maulama wa Kishia wananukuu kauli za watu wengine alafu wanakuja na kauli zao. Sasa unaponukuu vitabu vya Kishia, nukuu kauli za watu wengine wale zilizonukuliwa humo, alafu nenda tafuta na ile kauli ya yule alimu wa Kishia amesema nini yeye mwenyewe, alafu weka kumbini, alafu iangalie kauli hiyo kweli imesimama kwamba ni sahihi, madi yake ni sahihi, au iko tu inaelea. Na kama ni ya akida basi ujue kwamba kama inagongana Qur'ani al-Karim na kwamba sanadi yake haina mashiko, kwa hivyo hiyo Shia jumhuri hawezi kuichukua kama ni sehemu ya akida yao. Kwa hivyo haya mambo lazima muyaelewe, sio mnasema tu kumbe hizi. Naam.